Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Kwa leo ningetaka nikufundishe jambo moja ambalo linasaidia watu kuinuka, na pia katika Biblia lile jambo lilifanya watu wengi Mungu akawaondolee nafasi waliokuwa wamepatiwa ya kiungu. Kwa Kiingereza wanasema ya kwamba they lost their God-given opportunities. They lost their God-given opportunities. Na ili jambo ningetaka ulitilie maanani, kwa sababu linaweza likafanya mtu kusumbuka katika maisha yake. Lakini ni jambo ambalo linaonekana ni rahisi sana. Nayo ni kutii. Only one word. Obedience. Obedience. Na liboza umeshawahi kusikia wakisema ya kwamba obedience is better than sacrifice. Kutii ni bora kuliko dhabihu yoyote. Kwa sababu kutii kunaweza kukafanya ukae mahala pa juu. Na ukiingiwa na roho ya kutotii, disobedience, inaweza ikakunyang'anya nafasi ambayo Mungu amekupatia. Inaweza ikakunyang'anya utajiri ambao Mungu amekupatia. Iwe ni utajiri wa rohoni ama ni utajiri wa kawaida. Kuna watu wengi kwa sababu ya kutotii, Mungu amewanyang'anya utajiri wa rohoni. Vipawa za Roho Mtakatifu walitumika nazo sana. Wengine walikuwa manabii, wengine walikuwa faith healers. They were praying and healing people, lakini Mungu akawanyang'anya simply because of this word, disobedience. Hawakuweza kutii. Kuna wengine wamenyang'anywa utajiri ambao ni wa kawaida, wa mambo ya hapa duniani, kwa sababu walikosa kutii. Na mtu wa kwanza ambaye alituigiza katika jambo nzito sana katika dunia hii, this was the first man on earth. The Bible says in the book of Genesis chapter 3 and from verses 1, maisha ya Adam. Adam alikuwa na a God-given opportunity ya kuwa ndiye mtu wa kwanza duniani. Ni yeye aliubwa na Mungu. Wakati mwingine tunasema sisi tuliubwa na Mungu, lakini tuliubwa na Mungu kupitia kwa watu wengine. Kwa sababu lazima tungezaliwa. Adam hakuzaliwa. This man hakuzaliwa. Ni kuubwa, aliubwa. Matope ikashikanyishwa. Mungu wakiwa hapo akaumba mtu mkubwa, alafu akaweka pumzi yake. He had a God-given opportunity. Yeye kuweko, hakukuwa na mtu wa kumzaa, ni Mungu aliumba yeye. Alafu akampatia the Garden of Eden to till it and to take care of it. And the Bible says, akaambiwa ya kwamba hapa ni mahali pazuri. Unaweza ukakula matunda yote, lakini mti ulioko katikati ya shamba hili usiguze tunda lake. Lakini Biblia inasema ya kwamba by and by, kwa sababu every time Biblia inasema at the cool of the day Mungu angekuja kufanya fellowship na Adam and Eve. Lakini ningetaka unisikize vizuri. It is God who was coming. In fact, Adam had a great opportunity ya kuwa yeye hakuwa na nafasi ya kuomba. Sisi tuko na nafasi ya kuomba, na ni yeye alituigiza kwa hii shida. Zamani at the Garden of Eden hawakuwa wanafanya ati kuomba, ati Mungu shuka, Mungu shuka, shuka Mungu. Hawakuwa wanamwambia ashuke. Biblia inasema it is God who used to come. Ni Mungu alikuwa anakuja at the cool of the day, evening time, anakuja, wanafanya ushirika, wanaongea, alafu Biblia inasema yeye Mungu anarudi mbinguni. Lakini Adam aliondokewa na that godly opportunity ya Mungu kuwa anakuja kila jioni. Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja nyoka ambaye alikuwa ni shetani kupitia kwa nyoka amemshawishi Eva wakala lile tunda. Na lile tunda pia akalishukua Hawa na akampatia Adam. And the Bible says that very day God came again to fellowship kama kawaida. Lakini akakuta ya kwamba Adam and Eve wamejifisha. Akawauliza ya kwamba Adam, where are you? Akasema I'm hiding. Akaulizwa, kwa nini? Kwani ulikula lile tunda? Akasema ni mke uliyemleta mahali hapa. Mke naye akablame nyoka. Na kutoka wakati yule, because Adam disobeyed God, because the act of disobedience was counted on Adam, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Adam, kwa sababu ya hili jambo umefanya,
Wewe utakuwa unakula kila kitu kwa jasho. In short, utakuwa unasubuka sana kabla ya upate kitu ya kukula. Na hii dunia nimeilaani kwa sababu yako. Ya kwamba hii dunia itazaa mishongoma na miba na kila aina yote ya vitu ambazo hazitakusaidia. Alafu Biblia inasema ya kwamba kutoka mahali pale ikawa ni nzito, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba akafurushwa, akaondolewa katika the Garden of Eden. In fact, he had a godly opportunity. Madizi ni Mungu alikuwa ameipanda, matunda ya kila aina Mungu alikuwa ameipanda mahali pale. Alikuwa imetengeneza bustani la Eden nzuri. Lakini alipoteza that godly opportunity ya kukaa mahali pale na kuenjoy mambo ya mahali pale, akafurushwa dunia. Ndiposa sisi sasa tukapatikana katika lile teso pia. Ningetaka niseme ya kwamba God is calling us into the way of obedience in the name of Jesus Christ. Na ndiposa anasema even in the book of Deuteronomy chapter 28 from verses 1, inasema ya kwamba if you hearken unto my word and listen carefully unto my words and obey. Biblia inasema and obey my word. Nitawaweka mahala pa juu ya mataifa yote, kuliko mataifa yote. I will lift you on high above all nations in the name of Jesus Christ. Ningetaka niwaambie ya kwamba kuinuka kwako na kuanguka kwako kuna katika lile neno moja, obedience. Hiyo ndio ilifanya the first Adam to lose a God given opportunity, akaondolewa, na hiyo ikawa hivyo, hakurudishwa tena. Ningetaka nikuonyeshe watu wengine kadhaa walioondolewa simply because they disobeyed God. They were not able to obey. Na Biblia inasema juu ya Saul. Biblia inaongea juu ya Saul. In the book of if you read in the book of 1 Samuel, Biblia inaongea juu ya Saul. Saul aliinuliwa akiwa mtu ambaye ni wa maana sana. Kwa sababu Biblia inasema katika Israeli hakukuwa na kijana mwingine mrembo, kijana shupavu, kijana mwenye nguvu, mabega makubwa kama Sauli. Na Biblia inasema Mungu akafanya kuchagua Sauli. It is God who chose Saul to be a king. Saul hakufanywa milologo kama hii tunaambiagwa ati tutokee kama siafu. Saul hakuchaguliwa hivyo. Hakuchaguliwa kwa kadi na mtu. Hakuchaguliwa kwa kitambulisho. Hapana, Saul alichaguliwa na Mungu mwenyewe, God himself. Na akamwamrisha Samueli nabii, akamwambia mwagia huyu mafuta, maana nimemchagua kuwa mfalme katika Israeli. It was a God given opportunity, a godly opportunity. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu akainuliwa mpaka wakati ikafika Mungu akampatia mtihani. Akamwambia Samueli, enenda kwa Sauli, maana sasa Saul ako na nguvu, amedhibitika katika kiti chake, katika mfalme yeye ako na nguvu, ako na jeshi kubwa. Mwambie aenende akaangamiza Wameleki wote, kwa sababu Wameleki walisumbua wana wa Israeli sana. Anasema ya kwamba the Amalekites, they have contended with the children of Israel for a long time, na wamepigana na wao. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba akamwambia enda ukawaangamize wote, wakubwa wadogo, wanono, wale ambao ni wale ambao sio wanono. Enda ukaangamize matajiri na maskini. Enda ukaangamize ng'ombe zao na kondoo zao na buzi zao. Na Biblia inasema akaambiwa enda uangamiza wakuu, wakubwa na wadogo, viongozi na wale wanaongozwa. Enda uangamize wote. Biblia inasema ya kwamba Sauli akajipa nguvu, akachukua upanga wake na jeshi yake, akatelemka kwa Amaleki. Lakini wakati alifika mahali pale, akaona kweli kulikuwa na wale walikuwa ni wazuri sana. Ng'ombe zilikuwa nono, kondoo zile zilikuwa nono, buzi zile zilikuwa nono. Alafu akaona mfalme Agagi, and he decided to spare King Agagi. Hakumuua, akachukua na wale ambao pia walikuwa wazuri, akachukua wale kondoo walikuwa wanono na ng'ombe, akazihifadhi, akazishukua, akakuja nazo. Neno la Bwana linasema akaagamiza wale walikuwa wanyonge. Watu wote walikuwa wanyonge, maskini wote wakaagamizwa. Biblia inasema ya kwamba wakati aliporudi nyumbani, nabii wa Mungu Samueli, Mungu akamtokea akamwambia enenda uone vile ambavyo mfalme Sauli yule nilichagua, vile ambavyo amekataa kunitii. Kwa sababu nilimwambia akamalize, lakini hakumaliza.
Neno la Bwana linasema ya kwamba kuanzia na kufika mahali pale, Samueli akamtokea mara moja kwa ikulu na akamwambia ya kwamba, why have you disobeyed the voice of God? Why have you disobeyed the voice of God? Anasema, mimi nilienda mahali pale na nimefanya vile Mungu alivyoniambia na vile wewe kama nabii ulivyoniambia. Na yeye Samueli akamuuliza, si ninasikia mlio, ninasikia sauti, ng'ombe zikilia, kondoo zikilia. Akasema hapana. He gave an excuse. Akasema hapana, hizo nimeziweka ili nimtolee Mungu dhabihu. Na hapo ndio msemo na neno kubwa likatokea ya kwamba sacrifice, obedience is better than sacrifice. Ya kwamba kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Na kwa hivyo yeye Samueli kwa kukasirika akatoa upanga wake akamuua mfalme Agagi ambaye alikuwa ameletwa mahali pale. Alafu kutoka mahali pale Samueli akamtabiria akamwambia ya kwamba, kuona ya kwamba wewe haukuheshimu sauti ya Bwana kuitii, Mungu amekuondoa. God has rejected you from being king over his people. Na kwa hivyo that is how Saul lost his God-given opportunity. Na akaangizwa na matatizo ya akili, akawa anapagawa mapepo kwa sababu ya kitu kimoja, disobedience. Labda ninaongelesha watu ambao wengine wamegojeka as a result of disobedience. Ninaongelesha watu ambao umenitazama, ugonjwa ambao umekusukuma, mapepo ambao yanakusumbua kila siku, ni kwa sababu wewe ulikataa kutii Bwana. Ulikuwa mtu wa kanisa, ulibackslide, ukarudi dunia. That is why unasumbuliwa na mapepo. That is why umeingiwa na ugonjwa ambao hautoki. Umeombewa na watu wote, na unaona kabisa hausaidiki. Hiyo mateso yote it is as a result of disobedience. Unaweza ukamrudia Mungu leo, Mungu akuondolee hizi shinda zote, because we serve a God of second chance. God can give you a second chance in the name of Jesus Christ. Ninasema hivi kwa sababu hata sisi watumishi wa Mungu, kuna mtumishi wa Mungu ambaye huyo ni kukufa alikufa. Huyo mtumishi wa Mungu aliondoka duniani, na Biblia inasema ya kwamba a certain man of God from Judah akapewa ujumbe na Mungu aende mpaka Betheli akemee madhabahu ambao Jeroboam every time walikuwa wanachomea watoto hapo. Akemee ile madhabahu, na akaambiwa hii ndio sign, madhabahu hiyo ukiikemea itavujika mara mbili. Eda uikemee. Alafu akapatiwa masharti. Akaambiwa kile ambacho hakuwa akitende. Akaambiwa number 1, do not salute anybody. Usisalimie mtu yeyote. In short, usione mtu yeyote kama ni wa heshima sana kuliko huu ujumbe nimekupea. Number 2, akaambiwa ya kwamba katika hii njia unaenda nayo, ukifika Betheli usirudie hii njia. Number 3, akaambiwa ya kwamba na mahali pale usikule kitu chochote na usikunywe kitu chochote. Na akaambiwa aenda. Biblia inasema this man of God from Judah ni mtumishi wa Mungu, alienda akakemea madhabahu ikapasuka. Mfalme akaitwa haraka, kuja, kuna mtu ameharibu madhabahu, kuja. Na wakati alikuja, mfalme akainua kidole, mkono wake amnyoshee nabii wa Mungu. Biblia inasema na mkono wake ukagandamana, ukashikamana, ukawa hauwezi ukafanya kitu. Na hapo akalia sana mfalme, akasema, nabii tafadhali niombee mbele za Mungu, niombee mkono wangu urudi sawa. Akaombewa mkono ukarudi sawa. Alafu sasa kutoka hapo huyu nabii akachukua njia ya kurudi. Lakini kulikuwa Elia hiyo na nabii mzee. Na Mungu atuondolee manabii wazee. Maana sema nabii mzee alikuweko katika huo mji. Na vijana wake wakaona na wakasema huyu nabii, wakakibia mpaka kwa baba yao nabii mzee. Wakamwambia tumeona kwa macho yetu kuna nabii mwingine ametokea. Na wao wakapatiwa nini? Farasi. Wakaambiwa muendeni. Wakamuendea. Wakati alikuja nyumba ya nabii mzee, Biblia inasema nyumba ya nabii mzee. Nabii mzee akamwambia hata mimi Mungu alinitokea akaniambia amekutuma. Na Mungu akaniambia nikushijie, ukule na ukunywe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati huyu nabii kijana alikula na akakunywa, ujumbe ulikuja hapo hapo. Ambiwa nabii mzee akasema ya kwamba kwa sababu umekosa kutii sauti ya Mungu, alikutuma na akakwambia usikule na usikunywe. Na saa hii umekula na umekunywa, siku yako ya kufa imefika, utakufa leo. Na hapo nabii mzee akampatia nini? Akampatia farasi. Ni kama kumuonyesha heshima.
Na farasi siku zile zilikuwa utajiri, ni kama magari, kumuonyesha ni kama heshima. Lakini wakati alitokea kwa barabara, simba alitokea pale, akamvunja nyama zake zote, lakini simba hakuguza farasi. Aliguza yule ambaye ni nabii kijana, alikataa kumtii Mungu. Ningetaka niwaambie, watu wengi wamepoteza their God given opportunities mpaka wamejiingiza kwa kifo kwa sababu ya kitu kimoja, disobedience. It is my prayer in the name of Jesus Christ, ya kwamba you will obey God. It doesn't matter what. Hata kama hali yako imewekwa kwa kifo, amua wewe utamtii Bwana. Kwa sababu katika kumtii Bwana kuna mambo kadhaa ambayo Mungu anaweza akakuinua nayo. Kuna watu wengi wamepoteza vitu zao na mali zao, leave alone opportunity, vitu zao na mali zao, kwa sababu walikataa kumtii Bwana. Tunamjua Jonah. Jonah was a servant of God. In the book of Jonah chapter 1 and from verses 1, Biblia inasema ya kwamba and the voice of God came to a servant Jonah, son of Amittai, telling him, go to that great city of Nineveh. Enda ukaitabirie, uiambie ya kwamba watu wa Nineveh, nimeona their wickedness na nitawamaliza in 40 days. Biblia inasema ya kwamba but Jonah disobeyed the voice of God. Jonah, listen to this. The Bible says Jonah disobeyed the voice of God. Na kutoka mahali pale, neno la Bwana linasema akaingia meli ya kwenda Tarishishi. Hasara aliyoigiza watu wa biashara ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu wao dhoruba ilitokea katika bahari, wakaona watakufa, wakaanza kutupa vitu zao za biashara, mali yao ya biashara, walienda hasara kubwa sana. Mpaka mahali ilifika wakaanza kupiga kura wajue shida iko na nani. Wakati alisema ni yeye shida, akasema ya kwamba wacha nikufe, muniweke kwa bahari nikufe. Na Biblia inasema kutoka mahali pale akamezwa na samaki mkubwa. Katika Jonah chapter 2, Biblia inasema katika tumbo la samaki Jonah akamlilia Mungu na akamwambia Jehova Mungu, ninaomba unisamehe. Akalia sana. He made a prayer of repentance. Na Biblia inasema Mungu saa hiyo akamsikia, akaamrisha samaki ikamteme ama ikamtapike kule Nineve. Kuna watu saa hiyo wamepitia shida nyingi sana. Wamepitia mambo mazito simply because they disobeyed God. Ni watu ambao wamesikia sauti ya Mungu lakini hawataki kutii. Ninaomba katika taifa wetu kuinuke watu watakaosikia sauti ya Mungu na kuitii, ili janga likatuondokee, shida zikatuondokee katika jina la Yesu Kristo, ili Mungu akatuinue. Nimeleta neno hili wakati kama huu ambao tuko na mambo mazito sana, ya kwamba God is demanding obedience in the name of Jesus Christ, even in our families, in our leaders, kwa sababu kuna watu ambao walioshushwa na watu. Hata siku ya leo Mungu hajaacha kushusha watu, because he is demanding obedience even in your service. Kama wewe ni kiongozi yoyote mahali popote, kiongozi mashuleni, kiongozi wewe ni mwalimu, kiongozi makanisani, kiongozi serikalini, God is demanding obedience. You must obey the voice of God. If you don't obey the voice of God, that opportunity ya kutumika ambayo umepewa, it can be given to another person. And let me tell you, wakati mwingine Mungu anaitoa hiyo nafasi, anaipatia to your subordinate, watu wadogo kuliko wewe. God is demanding, I repeat again, God is demanding obedience in the name of Jesus Christ. Mungu akaweze kukubariki sana, kwa sababu kuna mambo mawili ambayo nitakayo yaongea yaweze kukusaidia. Because if you obey, there are benefits of obedience. And number one, if you read in the book of Isaiah chapter 1 from verses 19, Biblia inasema ya kwamba if you obey the Lord, you will eat the good of the land. If you obey the Lord, you will eat the good of the land. The good of the land. If you obey the Lord. Kama tukimtii Bwana, Biblia inasema tutafurahia mema ya kondeni. Tutafurahia mashambani kwetu. Hatutasumbuliwa na nzige, hatutasumbuliwa na wanyama. Tutafurahia mabiasharani, tutafurahia kazini mwetu, if we obey him, because he created us. Anatujua vizuri, anajua shida zetu, anajua kesho yetu.
Ninaomba watu wajiweke to obey him, because if we obey him, the Bible says one of the benefits, it is eating the good of the land. In the book of Job chapter 36 and verses 11, the Bible says, if you serve the Lord and obey him, you will spend your days and your years in pleasantries. Hivyo ndivyo neno la Bwana linavyosema, ya kwamba sisi tukimtumikia na tukisha mtii yeye, tutatumia miaka yetu yote katika mambo mazuri. Alafu zingine version zingine zinasema na kuondoka dunia hii katika amani. Kwa hivyo hata vifo zetu, kuondoka katika dunia, itakuwa ni katika amani. These are benefits of obedience. Kwa hivyo kumtumikia na kumtii Mungu haisionekane kana kwamba ni udhaifu. Hapana, kutii sio udhaifu, ni nafasi yako ya kuinuka. Mungu akaweza kukubariki. Kuna mtu mmoja, when he obeyed God, the Bible says it was counted upon him as a righteous man and a friend to God. This is Abraham in the book of Genesis chapter 22 from verses 1. Biblia inasema sometimes later God came and tested Abraham. Na akamwambia Abraham, chukua mtoto wako, kijana wa kipekee. Na Mungu akamtajia Isaka, ili asimwende Ishmaeli. Isaka, uende katika region ya Moriah, on one of the mountains that I will show you. Umutoe mahali pale kama burnt offering, umutoe kwangu. Biblia inasema ya kwamba that same day Abraham aliamka, or the following day Abraham aliamka, akachukua kijana wake, akachukua watumishi wake wawili, akachukua na punda pia, wakaanza safari, na walienda safari ya 3 days journey, 3 days and 3 nights. Na hakubadilisha mawazo. He decided, it is God who gave me this son. When for many years, for more than 25 years, I waited upon him to give me a son. Na Mungu akanipatia, na sina mwingine. Na sasa Mungu anamtaka. Hakubadilisha mawazo. Biblia inasema akamshukua mtoto na akaenda naye mpaka kwa mlima. Na wakati Biblia inasema walikuwa naenda kwa mlima, hapo ndio mtoto anamuuliza, babangu, ya sasa ninaona tuko na kuni, tuko na kila kitu, lakini dhabihu, kondoo dhabihu wako wapi? Na hapo ndio neno la Bwana linasema, yeye anamwambia tukifika katika mlima, Mungu ataweza kutupatia. And the Bible says clearly, kutoka mahali hapo, yeye Abraham katika mlima alitengeneza madhabahu, akamfunga mtoto mikono na miguu, akamwekelea kwa madhabahu, akainua upanga wake ili amkate, alafu amteketeze kama vile ambavyo Mungu alikuwa amemwambia. He obeyed God 100%. Ni sauti tu alisikia ya malaika ikimwambia Abraham, Abraham, angalia usimguze mwanao, manake kondoo yuko pale kwa kichaka. Na Biblia inasema ya kwamba kutoka mahali pale Mungu alimtokea Abrahamu na akamwambia Abrahamu, mimi nitakuwa your great reward, number 1. And number 2, akamwambia kwamba I will be your Jehovah Jireh. Nitakuwa the Lord who provides in your life. Many people today, they keep on saying, Jehovah Jireh, God is my Jehovah Jireh. Ni mtihani gani umepita wa obedience? Because lazima uangalie, this man, God decided to be a God or provider or a God of provision to him simply because he obeyed God. Sisi tunaulizwa swali, because again I say, God, in all our services, God is demanding obedience. Huyo ni mtu mmoja aliyesaidika kwa njia kubwa, aliyeinuka kwa njia kubwa. Kuna watu ningetaka niombee. Watu wale wote ambao mliorudi nyuma, backsliders, umrudie Mungu. Ndio unatembea miaka na miaka, ndio unasubuka na magonjwa. Wengine mmegojeka kwa sababu you disobeyed the voice of God. You disobeyed the voice of God. Ulisikia sauti Mungu akikwambia uachane na huyo kijana, sasa amekuashia magonjwa. Uachane na huyo msichana, sasa amekuashia shida. You disobeyed the voice of God. I want to pray for you. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa. Kuanzia siku ya leo nimekurudia, nitakutii, niokoe. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Amen. Mungu akubariki. Nasema hivi kwa sababu kuna watu leo kwa hii program Mungu atawafanyia double miracle ya salvation na kukuponya.
double miracle, salvation na kukuponya. Nataka niombee wale wote ambao ni wagonjwa. Kila aina yote ya ugonjwa Mungu anakuponya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba uwezo na nguvu zako za uponyaji. Wale wote ambao wamegojeka HIV na AIDS, ninaomba ya kwamba ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wamegojeka diabetes, wale wote ambao wamegojeka cancer, wale wote ambao wamegojeka arthritis, wale wote ambao wamegojeka goiter, wale wote Mungu wa Israeli wanasumbuka na asthma, wale wanasumbuka na pneumonia, wale wote ambao wanasumbuka na COVID-19, I declare the power of healing in the name of Jesus Christ. Uwezo wa Mungu ukawaponye, nguvu za Mungu zikawafikie katika jina la Yesu Kristo. Ninakiri hili neno, Psalms 107 and verses 20. He sent his word and healed the sick and delivered those that were in bondage. I declare that every bondage be broken in the name of Jesus Christ. Every bondage, every oppression of the evil one, in the name of Jesus, be broken today in the name of Jesus Christ. And I declare that from today you are free and free in Jesus' name. Amen. May God bless you so much. Wale wote ambao wangetaka kujitolea sadaka zao ili tuweze kulipia programu hii, kuna nambari nimekuwekea mahali pale, unaitumia. Pia unaweza ukaitumia kuniandikia ujumbe mfupi, ungetaka pia tuombe pamoja nawe na Mungu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu, ninabariki sadaka za watu wako. Ninaomba ukawafanikishe. Ninaomba wakatumie miaka yao yote katika kuzidishiwa neema ya wingi katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, wakitii kwa njia hii, nafanikisha maisha yao katika Kristo Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Mara tena, kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship kutoka hapa mji wa Kiambu. Mungu akaweze kukubariki, akaweze kukuzidishia neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Shalom, shalom.